Karibu tena kwenye msimu mpya wa burudani za ushindani na fursa za kibiashara. Hii ni Masoko Cup 2025, mashindano makubwa ya mpira wa miguu yanayokutanisha wachezaji wenye vipaji vikubwa, timu bora kutoka kila kona ya masoko makubwa jijini Dar es Salaam na maelfu ya mashabiki wanaopenda kandanda safi. Tunakualika kama mdau, mfanyabiashara ama kampuni kushirikiana nasi msimu huu kwa kupata nafasi ya kupekee kutangaza nasi huduma zako na bidhaa zako kupitia jukwaa hili kubwa la Masoko Cup 2025. Jukwaa hili lina maelfu ya familia na wapenzi wa michezo. Kupitia kampuni yako, chapa yako itaonekana kwenye kila jezi za wachezaji, mabango ya uwanjani, mitandao ya kijamii, radio pamoja na TV, na pia matangazo ya moja kwa moja kwenye viwanja mbalimbali. Inakupa nafasi ya kufikia wateja wengi kwa wakati mmoja na kwa njia ya burudani. Karibu kutangaza nasi msimu huu wa Masoko Cup. Masoko Cup si tu mashindano, bali ni harakati za kuibua vipaji, kuunganisha jamii na kuleta maendeleo ya ukweli kupitia michezo. Karibu kutangaza nasi, tupigie 0615396191. Masoko Cup 2025, sisi ni tiki na boli. Imepewa nguvu na bana, msimu wa Masoko Cup 2025 leo bana, pande za Mwenge kama kawa tumeondoka Mwenge hapa bana. Ni msimu wa tiki na boli kama kawaida, tuna vitu vyetu, tumekuja kukutana na wadau mbalimbali, lakini msimu wa Masoko Cup 2025 bana, hapa ni katikati ya jiji la Dar es Salaam. Maalim vipi? Uko fresh? Nipo fresh kama kawa bana. Mimi nimekufuata, unajua nimetoka mbali kuja kukufuata wewe, alafu unashiriki kwa mara ya kwanza Masoko Cup. Sawa sawa. Niambie. Sisi tunashukuru tunashiriki Masoko Cup. Baada ya miaka mingi sana hatujashiriki, tangia ianze of course, lakini sasa kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza tunaamua tushiriki Masoko Cup. Tunaanzia wapi sasa? Tunaenda zetu maskani ama tunamaliza hapa? Mimi nafikiri kwamba hapa tumeanza, lazima tufike maskani, baada hapo tutapata mengi tu kuhusu Masoko Cup. Bana, karibu maskani ya Mwenge kama kawaida, msimu wa Masoko Cup 2025. Hii ni intro tu. Sasa tunaenda maskani. Tuenzetu maskani. Maalim bana huku. Maalim bana huku wanasema vinyago ni aje vinyago? No, hivi vinachongwa hapa au vinatokea kule? Kwa shughuli inapofanyika huko. Huku kati huku utaona nyuma shughuli inapofanyika. Bala blue. Bana, lakini mpira upo hapa Maalim? Bolu lipo. Bana, hicho choro hii Juma Abdurrahman anaita chodo. Chochoro fulani hivi hatari sana. Kama bolu lipo basi ngoja tuone wenyewe hapa. Maskani yetu ni wapi tunaingia? Mbele kabisa. Hivi kitokea mmefungwa inakuwaje? Tukifungwa ndo mpira, football ujue inapotokea matatu. Kushinda, kufungwa, suluhu, yote matokeo ya mpira. Kwa hiyo Maalim, unajua mara ya kwanza hii afu ufungwe inakuwa ni aje? Inabidi uandae timu. Vinyago unajua, vinyago tufungwagi, vinyago chama kubwa hili. Sisi tumetoka Shekilango hapo, nasema kama kinyago cha watoto. Wapi, yani timu ya vinyago hii sio timu ya kuichezea. Sio binadamu ni vinyago. Yani timu, yani jina ndo la vinyago, lakini binadamu ndio wanaocheza. Nilijua mazombi. Chezea no, hii sio timu ya kuchezea. Wale wanao Shekilango wanakuambia bana, wana kuku, wana ndimu, wana kila kitu. Ndio. Wewe vipi? Sisi hapa tunalogea miti wewe. Sisi sanaa tu. Sisi sanaa, na utaona siku ya matukio unaona sanaa tu utaziona pale. Sanaa uchongaji, sanaa mbalimbali utaziona kama ambavyo wasanii unavyowaona hivi hapa. Sio? Kwa hiyo sisi break yetu tunaenda wapi? Hapo mbele ndo maskani kwetu na ndo ofisini vile vile. Maskani. Ndo ofisi kuu ya wasanii hapo. Ni magogo mnatoa wapi ya kuchongea? Magogo mapolini huko, mapoli hapo mengi. Dar es Salaam yenyewe magogo mengi tu. Lakini si unajua tusikate miti? Ndio, lakini sisi tunahifadhi miti. Mnahifadhi? Yaani usipohifadhi miti maana yake sasa utakuwa uendi sawa. Sisi tunahifadhi miti. Wazee kwema wazee. Baridi mzee wangu. Baridi. Wakuita mzee nani wewe? Mimi naitwa Ngurumo. Ngurumo? Yes. Ngurumo umebeba Total Ice hapa mkononi bwana Ngurumo. Kawaida tu. Mzee fulani hivi bisho. Unasemaje hapa? Hapa poa kabisa. Uko fiti? Niko fiti. Bwana, timu mnayo hapa? Hapa timu ipo. Mzee Ngurumo, sisi tunajua nyewe watu wa kuimba. Hamna.
Ngurumo watu wa kuimba. Hamna timu ipo mwanangu. Football ipo. Bana sisi tunaenda zetu maskani mzee Ngurumo. Sheikh vipi Sheikh? Alaikum salaam, heli bwana. Salama? Niko salama shehe wangu. Unachonga jegeje. Hii nini inatoka? Hii ni frame babu. Frame. Ni frame ya kuwekea picha. Ndio tunaiandaa hapa frame taratibu, lakini ikija kuisha itakuwa amazing. Inaikaje picha yani? Inatundika picha moja moja ama inakuwa? Hapana, unajua frame inakuwa na engo 4. Engo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Kama una frame za nyumbani nawekea picha ya familia. Hii ni engo ya kwanza. Engo ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu ndogo zake za pembeni. Na mama ukija kuijoint nje inapatikana frame na manja tunaiandaa hapa. Bana big time sana. Wewe unakuita nani? Mimi naitwa Rafaeli. Rafaeli. Yes. Taalamu Rafaeli. Naambiwa mali unakuwa kama hivi. Yes, kama hivi. Kwa hiyo hii ndefu fupi hivi. Inamixiwa hapo inakuwa kitu. Si twenzetu maskani. Bana tiki na boli. Hapa tumemaliza. Bana mimi naamini watu wote hapa kwanza wanatumia CRDB kwa sababu CRDB tuko na CRDB moja wapo mwenyekiti, lakini vile vile CRDB ni mashawishi wasanii wangu wengi wanazo hapa. Wana account ya CRDB na wanaweka mpunga yote vizuri kabisa. Kuna haja kutembea na wallet kuu. Ya nini? Tembo card tu inatosha. Unamaliza. Inamaliza kila kitu yani. Bana safi sana mzee wangu. Wewe ni mwenyekiti? Mimi ndo mwenyekiti. Unaitwa nani mzee? Isiaka Abduli. Isiaka Abduli. Chama cha wasanii wachongaji Tanzania. Bana umetisha sana. Au sio? Leo unaangaliwa na mamilioni wa Tanzania. Waelewe hivyo kwamba Tembo card ndio kila kitu. Si unajua masoko kapu lakini kwa mbaba shasha zake ukiziangazia kwenye TV. Najua na hapa na timu? Hapo pana timu. Kuna bonge la timu hapa. Vinyago tena kusio na timu. Sasa ngoja nikwambie mzee, kwa heshima yako. Nimetoka Sheki langu amesema vinyago haviwezi kutisha watu, vinatisha watoto. Kwa hiyo lazima mpigwe. Sheki langu. Hatujui sisi, waulize wenzao. Wanatufahamu, hao wanaonekana bado hatujua vizuri. Waambie wajaribu waone. Wanacheza na moto. Tunawasubiri, wachana na moto. Ground ipo hapa, halafu tucheze na vitu kama hivyo. Sisi tumeenea kila kitu unavyotuona hapa. Sanaa ipo na soka lipo vile vile. Tena ipo zote. Watatuona kwenye michuano sasa hivi tuna timu yetu ya watoto. Under 17. Under 17 ndio umeweka masoko kapu. Utawaona vinyago au hujaona jina letu? Umesema kuna soka la kila rika hapa. Wazee wanalipiga hapa. Yaani ndugu yangu nikwambie nini? Wewe unazima mzee? Ala. Unasema nafasi gani unapiga? Mimi niko right wing namba 7. Tena ya kutisha. Mzee wangu. Nakwambia kweli. Right winger. Vibaya sana yani. Unakibiza. Jina langu unajua nimekwambia naitwa nani? Jina langu au umeshalisahau? Wewe tuambie. Mimi nakwambia naitwa Isiaka. Sasa kuna msaje kwa kitu Isiaka Hassan Chuku. Mimi hapa tujua kwa jina la Chuku kutokana na vitu nilivyokuwa navyo. Sasa unaficha mali? Si mchezo. Mzee wangu anaficha mali bana. Bana mimi nimekuja kuwatembelea kwa sababu mmeingia kwenye msimu wa Masoko Cup mwaka huu 2025. Tambo zimekuwa nyingi sana. Watu wanawabeza kwamba vinyago hamwezi kufunga watu. Kuna hilo soko linaitwa Mbagala rangi 3. Unajua Mbagala? Wanawataka sana. Mimi naona vinyago si tunaga story nyingi. Sisi kazi yetu vitendo tu kwa sababu sisi story sio sehemu yetu. Sisi sehemu yetu kwenye pichi. Kwa vile mwaka huu tupo katika Masoko Cup, tunaambia waje kuona kwenye pichi tu. Sisi hatuna hadithi nyingi, sisi kazi yetu vitendo. Bana mimi ni mashindano yote sisi tunaoshiriki. Tumetolewa karibu finali, hapo ndo karibu. Tumetolewa finali. Yaani hapo ndo mmefeli. Ndo tumefeli finali. Yaani tumefeli kabisa finali. Kwa hiyo naamini hii Masoko Cup finali. Kwanza tuna wachezaji wa zamani, kuna Kitazo Kishoka pale. Yupo. Fullback yule. Anazima. Tukiona goma limezidi kabisa mtaingia fullback tunanyanda yule pale. Huyu ndio yule mzee anasema kuliko mkuta kipa bora uende Mloganzila. Hatari. Na tuna kipa hatari kabisa. Tukiona goma limetuzidi tunaambia wazee. Kipa yuko wapi? Huyu hapo huyo. Sio kipa njoo bwana. Na ana tembo kali. Mtu wewe unachanja? Bwana mimi nachanja tu mzee, wala siumbi. Bana umetisha sana. Oya mkuu nasikia wewe ni Peter Shomaiko. Bwana mimi natisha mzee. Golini mzee mwenyewe uniambie kitu. Hadi ukiingia kwenye matuta mimi napangua 5. Sio unadaka mpaka shida. Mzee, huyo Diara mwenyewe anasubiri ujue. Mimi niko full mzee. Unakuita nani mzee? Mimi Nankulange Junior. Nankulange Junior. Nankulange Junior. Bana pata Nankulange Junior nipo full mzee. Kama nyani natisha. Bana mtuambie wale Kauzu, kuna washikaji kutoka Tandika wanaitwa Kauzu Waasi.
Wale ni waasi, yani ni unajua waasi, tabia za waasi. Tunazijua vizuri. Wao wanaasi sana. Sasa wakasema kwamba bana watawakata kama mnavyokata magogo. Sasa si mzee, hebu angalia. Unajua sisi tuna talent ujue. Kwanza hebu angalia vitu tunavyovifanya. Yaani mkononi sisi tuko vizuri, kichwani tuko vizuri kwa sababu kufanya vitu kama hivi kujua akili imetulia. Unaona vitu hivi? Akili imetulia. Kwa hiyo ukija mguuni huko sasa tutuambia nini? Ili nini ili? Hebu njoo mwanangu. Unajua sijai kuona hii mambo. Ili nini ili? Hii inaitwa kimbunga. Kimbunga. Uzuri. Bana washikaji wangu kama mjui kimbunga bana, leo nimewaleta kwenye kimbunga. Hichi ndo kimbunga na kinapatikana hapa Mwenge mpakani. Kimbunga nani kamchonga mzee wetu hapa leo hayupo, ndo amechonga hii. Lakini mzee hapa sisi kila kitu kimekamilika. Sasa huyu ni kimbunga yule nani? Huyu naye kimbunga. Kuna kimbunga mwanaume na kimbunga mwanamke. Mwanamke ndo yule. Angewepo angeelezea vizuri, mwanamke ndio yule. Huyu mtoto unayemwona huyu hapa ananyonya huyo. Ana miaka kibao lakini bado ana miaka 48 lakini bado anaangania kwa mama tu, hataki kutoka. Kwa hiyo ni mtoto wa mama? Mtoto wa mama mzee. Ana miaka 48 na ananyonya. Na bado ananyonya. Ana maajabu haya, maajabu ya kimbunga. Kwa mzee wanaoziita sio nani huko mzee. Sisi tuko full mzee kwa sababu tuko timamu. Wakija kukutana na kimbunga hapa wamezima wenyewe. Hapa mzee hapa ni kimbunga, tunawakimbiza. Unajua kimbunga lakini waulize wewe ukikutana nao tena huko ambie unajua kimbunga. Sio tu vinyago tu mnavyowajua nyie. Yaani hawa vinyago kweli ujue. Vinyago kama kinyago. Vinyago kama vinyago. Yaani hao ni balaa. Bwana goalkeeper mimi nikupe 5. Alafu mzee wangu utaniambia tunazungumza na nani mwingine? Nani mwingine hapa tuzungumze naye? Nenda pale mbele pale kuna mtu anaitwa Dula. Hapana, ngoja mimi niingie hapa bana. Unanipelekaje kwa Dula na kuna wazee wangu hapa? Mimi simtaki Dula. Brother vipi? Fresh kabisa. Kama kawaida? Yeah, fresh. Hapa anachongwa nani hapa? Naona Faru. Faru. Faru ndo huyu. Huyu ndo Faru mwenyewe. Faru kama huyu unatumia siku ngapi kumchonga? Huyu inaweza inategemea lakini sana kama siku 5 hivi siku 4. Anamalizika. Yeah. Na thamani yake? Huyu kama 100,000 hizi. Shilingi 100,000. Yeah. Bwana wewe ni noma sana. Unakuita nani shehe? Mimi naitwa Victor. Bwana Victor? Yeah. Bwana Victor, ili soko lenu hapa limeingia kwenye msimu wa Masoko Cup mwaka huu 2025. Hebu nipe tambo bana. Tunatoboa tunaendaje? Kwanza tupige makofi kwanza. Maana tunafurahi sana kuingia katika Masoko Cup. Sisi sio watu wa mchezo. Yaani hakuna sehemu yoyote Msasani sijui wapi. Wao wote wanatufahamu sisi akina nani. Kwa hiyo sisi tunawaambia wapinzani wajipange. Kazi ipo mwaka huu. Au sio? Yeah. Bana kama Faru kama huyu mdogo hivi 100,000 ni kama mabegi mangapi pale tandika? Yaani hao watandika hao Faru kama huyu sio chini ya mabegi kama 6, 7, 8 hivi lakini sisi huyu mmoja tu. Wewe mzigo wa mabegi kwa Faru mmoja. Faru mmoja. Na nyinyi ni matajiri. Nyinyi ni matajiri. Tuna uhakika. Yeah, sisi tuna uwanja ule pale. Uwanja wapo, pichi hapo hiyo. Kila kitu mambo, yani hapo kila kitu yani. Alafu mnalindwa na kimbunga. Hapo sasa hicho kimbunga unakiona hicho hapo hicho. Sisi tukicheza na wapinzani kama mzimu tunaomba tu kimbunga apeleke upepo. Si unajua kazi ya kimbunga? Kazi ya kimbunga ni upepo na maji. Kwa hiyo sisi tukicheza na wapinzani tunaomba kimbunga tupelekee upepo sehemu fulani. Wanapeleka upepo magoli kama mvua. Bana kimbunga wewe ni ndugu yangu bana, kuna mzee wa Manchester hapa. Mzee wa Manchester. Mambo vipi? Unaona jezi uifanyie kazi? Manchester lia. Manchester? Lia ndo mimi hapa. Unaona mchonga Harmonize hapa. Hapana, ni tembo mkubwa sana Harmonize yupi? Ndio huyu hapa. Hebu niambie mwanangu, hii kama shingapi hivi? Hii hapa nauzaga 150 tu. 1,000,000. Wateja wako nje. Wateja wanakuja hivyo. Bana umewatoa tembo wengi sana. Wadogo wa tembo. Hii kumchonga kama tembo kama huyu inachukua siku ngapi? Huyu hapa nimemchonga kama siku 5 hivi. Siku 5? Kuanzia gogo mpaka anatokea. Mpaka anakuwa hivi. Bana ngoja nikwambie kitu kimoja. Nyie mmeingia kwenye msimu wa Masoko Cup mwaka. Masoko Cup. Unaniambiaje? Sisi ndio watu wa vinyago. Wazao vinyago wanajulikana Kinondoni mzima. Sisi soko letu tuko juu sana kwa mambo ya soka. Unaona wao wenyewe kauzu sio wanatujua watu wa vinyago. Unaona bwana watu wabaya. Wanatujua sisi hatujui kitu. Timu nyingi zinatujua si watu wa vinyago. Mnazima mapema. Sisi tuna kila kitu. Unaona bwana, mimi mwenyewe hapa vinyago mimi ndo namba 1 kwa mbele. Vinyago? Mimi ndo namba 1 kwa mbele. Mbele kwa mbele. Katika vinyago ndo mimi hapa. Katika sema msije mkaenda na ile bahati ya Manchester. Waweza Manchester tuziache tu. Ukizungumza Manchester natamani hata nilie. Natamani ulie sasa hivi. Au usilie. Usilie nyuma mno. Bana big up bana, mimi nikupe 5. Usiniambie, hujaniambia. Nakwambia mwanangu. Niambie. Mimi naitwa Kole, sitoka Manchester. Kole ndo mimi hapa.
striker Manchester. Wa miaka hiyo ni Toka Mwenge Vinyago. Mwenge Vinyago ndio striker Manchester mimi. Bana tano yangu hii hapa bwana. Hii mimi namaliza na mzee wangu hapa. Mzee vipi? Safi. Kama kawaida. Wewe umeachana na wewe unachonga mbona kama jamaa anaitwa Hii inaitwa group people hii. Group people. Yes. Group of people. Hii group people inaitwa. Jamaa kihistoria ni aje? Kwa nini umewachonga hivi? Hawa group people hawa ni kama ni Masai hawa. Ni Masai lakini wanaitwa group people. Wametulia sasa. Sasa group people kama huyu mpaka akamilike kabisa, hawa washikaji wako 1 2 3 4 5. Wako kama watu 6 hivi. Unawamaliza kwa siku ngapi? Hii wiki moja. Wiki moja. Wewe wiki moja 2 3 4 una mwezi mzima hapa. Wiki moja kwa hiyo mwezi mzima hapa nimechonga hii hapa. Na kuuza? Na kuuza tunauza kwa shilingi 120,000. 120,000. Wewe jamangu wewe unauza watu? Tunauza watu Bana Masoko Cup mwaka huu vipi? Unaona kuna kitu hapa? Shangwe tu mwaka huu. Mwaka huu shangwe. Kwa vinyago. Shangwe tu kabisa hii. Bana unakuita nani? Mimi kwa jina naitwa Kulwa Joseph Pius. Kulwa Joseph Pius. Kulwa Joseph bana tano yangu hiyo. Mimi nikasema sasa sikiliza hapa. Nimekutana na tangazo, unapokuja kudai kazi njoo kwa adabu. Matusi hatutaki. Unaambiwa wewe. Wewe ulisimama hapo. Hatutumii mashine, tunatumia damu. Bana tangazo kwa umma kutoka hapa ni kwamba ukishalipa hela yako sisi ndo tunakupangia cha kufanya. Bana umelipa 1,500,000 lakini unapokuja kudai kazi njoo na adabu. Ila haitakiwi hiyo. Hii nani kaandika hii? Hiyo nimeandika mkuu wa kambi Simon Kishoka. Mkuu wa kambi, kwa nini ukishalipwa ndo unatupangia cha kufanya? Unajua tatizo nini? Hii kazi ya mkono ni ngumu. Sasa mtu anakuja na kila chake huko, kazi yangu si nini, naambia kwanza tulia. Sija na matusi. Matusi hatutaki. Au chukua basi chonga mwenyewe. Taratibu bwana, nataka kazi yangu ni nini hivyo. Lakini unakuja tu hata salamu hamna unaanza mitusi. Sisi tunatumia vyombo vya hatari hapa. Tunaweza tukainuka mzee na patasi tukakuchonga kama kinyago. Ukampiga patasi vibaya sana. Yaani bana kuna jamaa wangu anaitwa Salum Pelembo. Yule bana usimpige patasi, ni mtu wa jazba. Akija bana hapo msikilize tu. Ndio akija kwa adabu. Watu wa Morogoro. Sasa watu wa Morogoro na Makonde Famasiala. Piga patasi. Hapa asubuhi tu. Anadidimiza tu. Mzee hivi vitu vinatia hamasa sana hivi. Hivi matumizi yake nini? Hivi matumizi yake hivi kuwekea chakula. Akiharibiki miaka yote. Haribiki. Unakiwekea chakula. Mpingo. Unawekea chakula nini? Fresh. Kama hii inapatikana kwa shilingi ngapi? Hii kwa bei ya Kitanzania au ya watalii? Bei Tanzania. Tanzania wale jamaa watu wa kazi. 50,000. 50 wewe bana tajiri. Kwa ajili ya huko kwenu uko wapi Masoko Cup? Hata tutakuja kuua vibaya. Ya kuchinja. Yaani sisi vinyago hatujawahi kufeli. Asubuhi huko Temeke huko wanatujua. Kauzo mnaosema kauzo wanatujua si nani. Bana mimi hapa mzee wangu. Bana ficha patasi bana. Ficha patasi. Ficha patasi nimalize na wazee wangu hapo mimi niondoke zangu bwana. Mzee vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Shwari. Una kilo ngapi? Mimi na kilo 110 babu. Kilo 110? Yes. Bwana unaitwa nani? Naitwa Dula Soni Kaspiga. Dula heavyweight. Yes. Na punches zinatoka vile. Punches zinatoka vile vile. Unaweza njoo tukae huko Dula. Unaweza ukazima ngumi moja ngumi jini. Mwanangu sio ukagusa huu moto yani. Huu moto hatari. Yes. Wanamuita bwana Dula huyo? Yeah. Sasa kuna mwana Dula mwingine tunaye kule. Lakini yule mzee wa busara bwana Dula. Yani akiwa busara busara lakini asije kichwa. Wanalugusha hawezi anaweza kaka. Sasa ngo tuzungumze kidogo. Mmeingia kwenye Masoko Cup mwaka huu 2025. Hebu tuambie tambo watu wanasema hapa nyewe vinyago tusao mtafanya nini? Unajua Mwenge Vinyago watu wengi wanaifahamu. Sio waga tuna jambo dogo. Yaani tukiamua tumeamua. Na kama timu yetu kama hivi tumekubali ingie katika mashindano ya Masoko Cup. Atakayegusa hakuna asiyejua Masoko Cup. Nani asiyejua Mwenge Vinyago. Walitutoa kwa sababu mipango yao wale watu wanaitwa kauzo wale.
tuliwapiga mbao 3 zote zikakataliwa, wamepata goli moja wakakubaliwa. Sisi tukiamua letu, jambo letu tukiliamua sisi jambo letu, kwa kuzuia hakuna. Sasa wale kauzu bana, kuna vijana wamejitoa wanajiita waasi na mnakutana nao. Niambie. Tunawataka kwa uli na uvumba kwa sababu alishatufanyia figisu. Tukikutana nao ndo tutajua kwamba Vinyago imerudi upya. Bana. Yes. Tuna nguvu, tuna uwezo, pesa tunazo, nia tunayo. Atakayegusa atafurahi. Bana, mtu wa football wewe, mimi nakupa 5. Brother vipi? Poa, mambo vipi? Ukuita nani? Bwana hapa anaitwa Kefa Boy toka Mwenge, jambo msemaji mkubwa. Msemaji mkubwa wa timu ya Vinyago hapa Mwenge. Bana ETFF. Bwana ETFF wakati unajua wewe Mama Samia alipotoa pale timu alipotoa jezi ya taifa pale, mmoja hapo ndo mimi. Mimi sijaenda kwenye mechi lakini unajua mimi mtu wa michezo, nikaitoa hapa Vinyago, bwana zawadi yako hii hapa kutoka kwa mama. Au mtu wa system? Sio system babu. Unajua ukishaingia kwenye michezo babu, ukishaingia kwenye michezo kila kitu bululu babu yani. Yeah. Hapa pana timu hapa. Bwana hapa timu ipo. Hapa timu ipo. Sisi timu yetu siku zote babu haina kufeli yani. Unajua watu wa Vinyago ni watu wa madola kila siku. Hebu niambie timu zote sasa kuna watu wa dola kama Mwenge? Hakuna. Sisi watu wa madola baba. Dola baba. Kiingereza king. Baba kama uliopo Kiingereza king, si timu yetu baba dola 100 kwetu kwa kawaida au sio? Ndio tumeingia masoko kapu, ambapo tunajua. Sisi kila sehemu ambapo tunaingia tuna kufeli. Na sisi kila mchezaji leo tunamtaka. Kila mchezaji ambaye tunamtaka kwenye michuano yoyote yani. Mimi kwa wachezaji wa ligi kuu wote wanajua timu ya Vinyago kitu gani. Kwa sababu nakwambia sisi wazee wa wewe Mpanzu anakuja kucheza Mpanzu. Akitaka pesa yote Mpanzu hapa anakuja. Yaani pesa yoyote anayotaka Mpanzu hapa anakuja kiulaini. Yaani bila kufeli babu. Sisi watu wa madola au nipangie kikosi, bwana kikosi changu mimi babu. Mpanzu yupo. Mzize yupo. Yaani nakwambia sisi watu wa madola. Hapa si dola zinaunguruma baba, Vinyago tunakufeli au nalipa mnaondoka. Sisi tunalipa tunaondoka. Sio kazi ndogo bwana unataka shilingi ngapi? Pesa fulani. Sio bwana sasa tutoe shilingi. Sisi kazi tunazima mfukoni, tunatoa dola, tunamwaga, sisi ndo cha mchezo kama kawaida. Bwana mimi nikupe 5 bwana, kutoka Mwenge Vinyago, msimu wa Masoko Cup 2025 umeona tambo bana, vitu vimekuwa vingi sana. Wamesema hao patasi tu zitatembea hapa, alafu tutaona nani anakuwa bingwa wa Masoko Cup mwaka huu. Kuna mzee mmoja amesema wameshindwa sana finali. Tukutane uwanjani. Mimi ni Vance Latu kutoka Mwenge Vinyago katikati ya jiji la Dar es Salaam. Karibu tena kwenye msimu mpya wa burudani za ushindani na fursa za kibiashara. Hii ni Masoko Cup 2025, mashindano makubwa ya mpira wa miguu yanayokutanisha wachezaji wenye vipaji vikubwa, timu bora kutoka kila kona ya masoko makubwa jijini Dar es Salaam na maelfu ya mashabiki wanaopenda kandanda safi. Tunakualika kama mdau, mfanyabiashara ama kampuni kushirikiana nasi msimu huu kwa kupata nafasi ya kupekee kutangaza nasi huduma zako na bidhaa zako kupitia jukwaa hili kubwa la Masoko Cup 2025. Jukwaa hili lina maelfu ya familia na wapenzi wa michezo. Kupitia kampuni yako, chapa yako itaonekana kwenye kila jezi za wachezaji, mabango ya uwanjani, mitandao ya kijamii, radio pamoja na TV, na pia matangazo ya moja kwa moja kwenye viwanja mbalimbali. Inakupa nafasi ya kufikia wateja wengi kwa wakati mmoja na kwa njia ya burudani. Karibu kutangaza nasi msimu huu wa Masoko Cup. Masoko Cup si tu mashindano, bali ni harakati za kuibua vipaji, kuunganisha jamii na kuleta maendeleo ya ukweli kupitia michezo. Karibu kutangaza nasi, tupigie 0615396191. Masoko Cup 2025, sisi ni tiki na boli. Imepewa nguvu na